Tuko na mchambuzi heavyweight mtaalam pundit kweli kweli. Hapa ndipo ambapo mahala data zilipolala. Hapa tunazungumzia masuala mzima ya usajili ndani ya klabu ya Simba, lakini ndani ya klabu ya Young Africans. Hizi ni timu zetu pendwa na mara zote ndo zinatuletea ile ladha halisi ya uandishi wa habari za michezo kwa maana ya content. Bwana Dulo, kwa vizuri? Niko vizuri na heavyweight. Kabisa. Karibu bwana. Asante sana. Nyuma ya kamera Fabiloso Mpensi. Mtu hatari. Bwana, yako mengi sana kuzungumza kwenye uga wa michezo. Tuangazie kwanza usajili. Tuanzie moja kwa moja kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba bwana. Moja kati ya timu ambayo kwa sasa hivi ina sintofahamu. Watu hawaelewi nini kinaendelea na klabu ya Simba. Usajili wanasikia tu mara huyu kaletwa, mara kuna baadhi ya wachezaji ambao pia wapo kwa ajili ya majaribio na vitu kama hivyo. Maswali ni mengi Dula. Watu wanajiuliza, Simba hapa ilipofikia ni kweli wanapaswa kuwa na wachezaji wa majaribio ndio waingie moja kwa moja kwenye timu? Unajua iko hivi. Unajua mara nyingi Simba kwenye michuano ya Mapinduzi huwa ina utaratibu wa kuweza kuleta wachezaji na wanakuwa wanawatumia kwenye ile michuano ya Mapinduzi, na michuano ya Mapinduzi kiisha unaona na wale wachezaji wanaondoka. Na of course kuna baadhi ambao wamewahi kupata nafasi baada ya kufanya vizuri kwenye Mapinduzi Cup au kwenye majaribio kwa ujumla wake. Kwa mfano mchezaji ambaye namkumbuka aliwahi kupata nafasi kwenye Mapinduzi Cup ni pamoja na Tadeo Luanga, lakini mchezaji kama Nabi Kamara nakumbuka pia naye aliwahi kuwa kwenye majaribio kabla ya kupewa contract mwanzoni mwa msimu huu. Kwa hiyo inategemeana tu na kile kitu ambacho watakuja nacho hawa wachezaji ambao mpaka sasa hivi nilowaona mimi wako watatu by the way. Ni Brighton Ukani wa Uganda ambaye ametoka katika kikosi cha KCCA pamoja na Chazi Ouma ambaye ametoka kwenye kikosi cha Kenya Police, amecheza na Bajabiri huyu. Pamoja na Baraka Mwangosi ambaye kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba atakuwa yupo kwenye sehemu ya kikosi cha vijana cha Simba kwa ajili ya kunolewa vizuri zaidi kabla ya kukop kwenye yale mazingira ya timu kubwa. Kwa hiyo huyo Mwangosi ametoka Mbeya City. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa Simba kusema kwamba majaribio na nini sio jambo baya sana, lakini mimi naamini sana natamani kuona Simba inafanya kitu kikubwa sana. Yaani natamani sana wafanye usajili mzito. Yaani mimi binafsi natamani sana, kwa sababu unajua nitakuja deep zaidi, nitakueleza sehemu gani ambazo Simba wanafuatilia wachezaji nitakwambia. Lakini unajua nikifika kwenye maeneo ya mitaani hivi nikikutana na watu wana complain sana, unajua watu wanalalamika, wanaumia yani kutoka ndani yani, Simba vipi bwana ongea na hivyo ongea. Kuna watu wengine sijui wanaona mimi sijui ni nani, mimi nashindwa kuwasaidia, lakini mwisho wa siku mwenyekiti wa timu yani wananiona kama sometimes mechi Simba inaweza ikafungwa mimi nikala mitusi. Unajua mtu ananishushia gazeti la mitusi, utafikiri mimi ndo mwenye timu. Of course mimi sio mwenye timu, lakini binafsi yangu naelewa maumivu yalivyo. Unajua sisi maskini furaha yetu ni mpira tu. Kwa hiyo timu inavyokuwa haifanyi vizuri tunakuwa tunaumia. Kwa hiyo natamani ifanye usajili strong. Sasa ngoja ngwambie kitu kimoja. Simba inatafuta wachezaji, inatafuta mshambuliaji wa kati, inatafuta namba 10 mwingine, inatafuta fullback wa kushoto pamoja na beki wa kati. Simba hiyo wanne hao nimetaja. Nimetaja mshambuliaji namba 10, fullback wa kushoto na fullback na fullback na beki wa kati. Wanne hao. Wanne. Maana yake mshambuliaji namba 10, mshambuliaji na maanisha namba 9. Kiungo mshambuliaji namba 10, fullback wa kushoto pamoja na beki wa kati. Simenelewa? Kwa hiyo wanne. Sasa Simba ndio inatafuta wachezaji wanne na wanaendelea kuangalia uwezekano wa kuweza kupata hao sana namba 10 na mshambuliaji. Yaani hayo maeneo wanatafuta sana mchezaji hapa. Na ukijaribu kuangalia hata kwenye hao wachezaji wa kufanyia majaribio, Brighton Ukani ni namba 10 na aliwahi kufanya vizuri kwenye kipindi cha nyuma kidogo. Kipindi yupo Vipers, kipindi yupo KCCA kabla ya kwenda Vipers. Kipindi yupo KCCA kuna msimu aliwahi kufanya vizuri sana, kipindi cha msimu 2022-23 ambako ndo alimaliza msimu na contribution na magoli 14, maana yake assist 7, goli 7.
Kipindi kile alikuwa wa moto, lakini kipindi hichi kwa sasa hivi imagine hakuwa active zaidi ya miezi 9. Yani hakuwa active, yani hakuwa anacheza nini, afu ameingia kwenye mgogoro na klabu yake ya KCC. Yani hachezi miezi 9. Yeah, miezi 9. Kwa hiyo nafikiri unapata picha kwamba ni mchezaji ambaye anaonekana kwamba yani sijui ni kuelewesheje, lakini kumchukua mchezaji ambaye ni nane active sio ni kama ni jambo zuri. Alafu huyu Charles Auma naye nimemtizama nikaona ni mchezaji ambaye hana zile tuseme quality za ziada. Tunasema extra quality. Kama kiungo wa kucheza top team kama Simba, unatakiwa una uwezo mkubwa pia kuzuia, unatakiwa una uwezo wa kuzuia, lakini kuna baadhi ya vitu, kwa mfano tunaita ile, kwa mfano defensive box presence, yani kwamba kama timu yako inashambuliwa aidha kwa mipira ya kona, mipira ya set piece au nini, kiungo utakuwa uwepo pale kuruka, unamsaidia hata beki wako imemzidi wewe. Lakini huyu hana mambo hayo. Ukisogea kwenye eneo la mbele, kwa mfano unaweza tukaita offensive box presence, yani kwamba sasa timu inashambulia labda kwa mipira ya kona au inataka kupiga indirect free kick, kiungo anatakiwa awepo kwenye ile line ya wachezaji ambao wanaenda kugombania mithili ya Alphonse Mabula. Of course design hiyo, au mfano kwa mfano ukitaka kutoa mfano popular zaidi ni kwa mfano wachezaji kama Rodri ambao unaona offensively yupo pale ambako timu inamhitaji kuongeza nguvu, kuzuia pia anakuepo. Yani design hana, kupiga mashuti hawezi, umeelewa? Na ndio maana haishangazi kuona hata unaweza ukastruggle kuweza kupata goli lake lolote. Kwa hiyo kama kiungo wa kucheza top team kama hiyo, kama Simba, utakuwa uwe na quality za ziada, umeelewa? Nilikuwa nazungumza kwenye interview fulani nikasema hata Khalid Aucho kwenye ubora wake, yani seme ni mchezaji mzuri sana Khalid Aucho kwenye ubora wake, yani ni mchezaji mzuri sana, lakini kwangu mimi siamini kwamba ana fit kucheza Simba Sports Club kwenye ubora wake. Yani achana na sasa hivi Khalid Aucho akiwa kwenye ubora wake enzi hizo hafit kucheza Simba. Mimi na sasa hivi ama Simba, yani Simba, yani top team kama Simba. Kwa sababu gani? Kwa sababu anakosa zile extra quality. Unajua anafanya, kuna vitu anavifanya ambavyo tunasema vipo ndani ya game yake, aina yake ya mchezo, anavifanya kwa ubora mkubwa sana, lakini kuna vitu vingi kwenye game yake hana. Kwa mfano haya mambo nilokuambia, ku arrive kwenye box, kujaribu kushambulia mipira set piece. Utamuona hapo Aucho labda Pacome kaweka mpira anataka ku attempt free kick, kwamba Khalid Aucho awepo kwenye box ajaribu kuishindania ili afunge, ndio tunaita ile offensive box presence yake haipo. Ku defend the same, yani of course anaweza akaonekana anaruka, lakini defensively Khalid Aucho naonaga ni mchezaji ambaye ana makosa mengi sana defensively, ambayo siwezi nikasema hivi. Kupiga mashuti hawezi. Kuna sehemu ambayo kiungo unafanya zile late runs, yani unachelewa kidogo kufika kwenye tukio ili ukutane na either rebound au v-pass kutoka maeneo ya pembeni na nini, ujaribu kustrike na kufunga. Kafuatilie season bora ya Rodri, tunaita ile 2022-23 Ballon d'Or season ambayo alitoa Ballon d'Or. Angalia vitu alivyokuwa anafanya. Yani of course kwenye ukikuta ndani ya box unamkuta nje ya box amekutana na mpira, ameshuti chuma, mechi crucial anaamua. Yani hivyo vitu ambavyo huwezi ukavikuta kwa Khalid Aucho. Sasa mimi nikawa nasema Simba inapaswa kupata michezaji fulani. Yani kuna aina fulani ya michezaji, yani sio inajua. Yani sio inajua, yani ina mavitu mingi ya ziada kwenye game yake. Yani sio tu mchezaji mzuri, yani tusiishie kwenye mzuri. Yani mzuri wa nini? Yani mchezaji mzuri zaidi. Yani wachezaji wazuri, labda nikuambie kitu kimoja, wewe mchezaji mzuri unamjua. Kila mtu mchezaji mzuri anamjua. Issue inakuja, je, mchezaji huyo anafaa kufit Simba? Sio tu awe mzuri. Yani ndio ugumu unapokuja hapo. Yani uichukue brand ya Simba, ukubwa wa Simba, then umlinganishe na mchezaji unayemleta. Wanaendana. Kwa maana hiyo Heavyweight unamaanisha kwamba hawa wachezaji ambao wanakuja kwa majaribio ndani ya Simba ni kama vile uongozi haujafikiria in deep kuhusiana na namna ambavyo timu yao jina ni kubwa, brand ni kubwa, na kulinganisha na aina ya wachezaji ambao wanakuja. Kwa mfano hao wanaokuja kwenye majaribio, mimi siwezi nikatoa hukumu, kwa sababu mimi naamini sio hawajaletwa ili wasajiliwe. By the way, mimi naamini tu wamekuja ku take part tu kwenye mapinduzi na nini, kwa sababu ishai kutokea hata Sharafu Eldini ule
Alishawahi kuja kwenye Mapinduzi nafikiri mwaka jana. Kwa hiyo inawezekana na hawa ikawa hivyo. Lakini wanahusishwa sana hawa na masuala mazima ya usajili. Asi ndio sasa wamekuja, yani kwa mfano kama hivyo wameonekana wamevaa jezi za Simba na nini, wako kwenye benchi, lazima watahusishwa. Lakini mimi nachoamini hawa hawapo kwenye mipango. Kwa sababu kwanza ndio tunarudi kule, yani kuna michezaji ya kucheza Simba. Yani jitu unaona hili sasa ni exceptional. Yani kama nilikiungo kweli, yani linapiga pasi, linakaba, linarudi kudefend, linapiga mashuti, linajua kukokota mpira, linajua kukaa na mali, lina dominate eneo lake, hivyo unaona masifa yote haya. Yani hao masifa yote uyapate ndani ya kiungo mmoja. Umeelewa? Sasa kuna vitu yani binafsi yangu nikija nikisikiliza bwana Mohamed Dewji anatoa bilioni 6 za usajili kwa mwaka, nikija nikasikiliza huku kuliwa hivyo free agent. Yani kuna vitu vinanichanganya hapa katikati. Yani nashindwa kuelewa nisimame vipi. Nini? Bilioni 6 kwenye usajili ni hela nyingi sana. Mara mchezaji wa mkopo. Mchezaji huyu yani kuna vitu yani hivyo, lakini mimi yani of course mimi mwenyewe kuna wachezaji nikiona wana maingizo yao yanakuja huwa naona muda mwingine ndio hivyo, lakini utafanyaje? Wewe ni miongoni mwa wachambuzi ambao kwa sasa mmekuwa mkipredict wachezaji majina yao yanakuwa ni makubwa sana. Huo mara nyingi nilipita kwenye page yako ya Instagram, huwa unazungumza mengi sana kuhusiana na wachezaji, lakini baadaye unamhusisha kuja Simba na kushauri vitu kama hivyo, baadaye unasikia kasajiliwa USM Alger, kasajiliwa Wydad. Hii inatoka dola. Natamani kufahamu mimi pamoja na watazamaji wangu hapa M15 TV, watu wanatamani kufahamu jicho lako ni kubwa kiasi gani, na ni kwa nini wachezaji ambao wao unawataja huwa wanachukua vilabu vingine na si hapa ambapo unakuwa umepalenga zaidi? Kwanza jambo la kwanza, unajua mimi nikija kidogo, mimi Muislamu, kwenye dini tunajua kuna kisa kimoja cha Nabii Musa na Al-Khidri. Nabii Musa alikuwa anaamini yeye ana elimu zaidi, akaambiwa nenda katika muunganiko wa mito miwili kuna mwamba anaitwa Al-Khidri, huyo ana elimu zaidi yako. Unajua ile kwamba sitaki kuzungumzia hicho kisa, lakini najaribu tu kukinini kwa sababu kwamba wewe usihisi kwamba unajua kila kitu. Muda mwingine unaweza kukutana na mtu ana uwezo wa kuongeza katika kile kitu ambacho tayari unakijua, akakuongezea kitu. Kwa hiyo mimi ndo nilipoanziaga hapo. Mimi napenda mpira, jambo la kwanza. Si mpira nikisema napenda, manake nafuatilia mechi za Champions League, nafuatilia mechi za shirikisho, nafuatilia mechi ligi mbalimbali. Imagine mimi mpaka ligi ya Mauritania huwa natizama, naangalia. Of course, yani sio naweza nikakwambia siangalii yote, lakini kuna ligi huwa wanarusha mechi live kabisa Facebook. Live kabisa mechi zinarushwa Facebook live, full match huwa naangalia kwa mfano. Kwa hiyo michuano ya CHAN huwa naangalia, na nikiona mchezaji mzuri na mnote. Alafu baadaye huwa nakuja, ningekuja na daftari langu ningekuonyesha wachezaji huwa na wa classify. Huyu ni kiungo sawa, sio viungo wote nitawaweka SMA. Viungo wenye sifa 1 2 3 4 5 nawaweka hapa. Viungo wenye sifa 2 3 4 5 nawaweka hapa. Viungo wenye sifa 1 2, yani nawatenganisha. Kwa hiyo naangalia bana, huyu mzuri kwenye kitu gani naweka huku, mzuri kwenye kitu gani naweka. Na ndio maana leo hii sawa, Maruf Shakei anasajiliwa na Yanga msimu huu dirisha dogo. Mimi nimemzungumzia Maruf Shakei 2022 yuko Vita Club. Unajua nilimzungumzia vipi? Nilimzungumzia mimi, aliniuliza swali Lutengano sasa hivi yupo Bongo FM. Anauliza swali, bana Dula, kuna kipindi Simba itakosa huduma ya chama, unaiona wapi Simba ikikosa huduma ya chama? Lute ananiuliza hivyo 2022. Nikamwelekeza, nikamwambia of course mfumo unaweza kubadilika kulingana na wachezaji watakao kuwepo kwa muda huo. Timu sio lazima itengeneze mashambulizi kupitia katikati, inaweza katengeneza mashambulizi kupitia pembeni na nini.